hiki chakula gani unampikia mwanangu? Na ndio maana anakuwa legelege kwa sababu ya matakataka yako unaompikia. Hiki chakula cha kumpikia mtoto wangu kweli? Haujaona chakula chochote kile cha kumpikia mtoto wangu zaidi ya chakula hiki? Tena viazi. Lakini mama, hasa kuna shida gani mume wangu kumbadilishia chakula? Kwa sababu kila siku nampikia chakula cha aina moja. Leo nimeamua tu nimpikie viazi, alafu anakula jioni. Ni chakula kizuri tu mbona? Kubadilisha umeona viazi? Na ndio maana una mwaka mzima hata kichefuchefu ukisikii kutokana na chakula hiki. Nguvu atazitoa wapi? Kama uwezi kutafuta chakula kingine chenye nguvu cha kumpikia mtoto wangu, naomba uache. Waje wanajua kupika chakula cha wanaume, waje kupika na sio chakula hiki. Uondoke, nyumba imekushinda. Hiki chakula mama hakina hata shida yoyote. Kwa siku moja tu hakiwezi kumletea shida yoyote. Siku moja? Hakina ubaya? Wewe vipi? Naomba badilishe chakula. Na kama uwezi, uondoke kama uwezi kupika chakula kinachomfaa mwanangu. Kuna nini hapa kinaendelea? Mbona niko ndani nasikia tu makelele? Muulize huyu mchai wako alomtoa kijijini. Nilikuwa namenya viazi ili nikakupikie. Lakini cha ajabu mama amenikataza. Na amefika hapa amevipiga teke. Anasema nisikupikie. Sasa kama mamangu amekataza usipike hichi chakula, uone tuendelea kubisha hapo ni kitu gani? Huyu ndo mamangu, yeye anajua kila kitu kuhusu maisha yangu. Kwa hiyo natakiwa umsikilize, sio kufuata vile ambavyo unavyotaka wewe. Hebu msikilize anachokitaka alafu ufanye hicho ambacho nilichokuambia. Sawa. Nadhani ujionea mwenyewe kwamba mimi ndo kila kitu kwa mtoto wangu. Sasa wewe nani usinisikilize? Usiponisikiliza kijijini kunafuata. Taondoka ndo. Nini kuminekea? Umenikea kondomu kwa chakula. Tena kondomu unatumika? Ni kitu gani kikubwa nilichokufanyia mpaka imefikia uniwekee kondomu ulotumika kwa chakula changu? Nimekufanya nini wewe binti? Ni yako ni uwe au? Kweli leo nimeamini wewe hujafundwa na wazazi wako. Na kuheshimu sana wewe mama. Mimi siwezi kufanya wewe ujinga hata mara moja. Hicho unachokiona hapo umefanya wewe mwenyewe kwa njama zako binafsi. Unasemaje wewe? Nawezaje kujiwekea kondomu kwa chakula changu? Tena kondomu ulotumika. Aloandaa hiki chakula ni wewe. Na wewe ndo umefanya kila kitu. Mimi nimepata wapi huo muda wa kuweka hivi vitu kwa chakula kama sio wewe? Kuhusu muda umeupata wapi utajua mwenyewe. Mimi hainihusu. Nishasema siwezi kufanya huo ujinga hata mara moja. Tena wewe mama, naomba ujiheshimu na ujiangalie sana. Huko napoelekea ni kubaya. Tutavunjiana heshima. Stop Chala. Wewe unaanzaje kusema hiyo kondomu hujaiweka wewe? Wakati chakula umepika wewe na kila kitu umeandaa wewe hapa mezani. Hivi Chala, ni kitu gani kikubwa ambacho nimekufanyia mamangu kiasi cha kwamba unamfanyia ujinga kama huu? Au lengo lako unataka umuue, si ndio?
Haya, ukishakumua kishakufa unapata faida gani? Nimuue mama yako kwa kipi labda? Naomba ukae chini uongee na mama yako. Haya anayoyafanya nitashindwa kuvumilia. Ipo siku nitafanya kitu kibaya na utashindwa kunielewa kabisa. Yaani kosa unafanya wewe, halafu unamgeuzia kibao mamaangu. Hivi unajitambua kweli wewe? Kwa hicho ulichokifanya hapo, wewe unafikiri nani ambaye hataweza kuamini kwamba ndio umefanya huu ujinga? Na ndio maana sisi tunakula hapa, wewe umeshindwa kujiwekea chakula ule. Kwa sababu unajua ni kitu gani ambacho ulichokifanya kwenye hivi vyakula. Inawezekana hata mimi umeniachia vitu ambavyo sivielewi kabisa. Lengo lako unataka utuue, si ndio? Nisikilize wewe Chara, sawa? Hiyo roho mbaya yako sasa imevuka mipaka. Ni kitu gani unafanya hichi? Yaani kitu cha kijinga cha kipumbavu kabisa. Sina kondomu iliyotumika. Unamwekea mamangu kwenye chakula kweli? Ndiyo nishafanya. Ndoto zimekufa mikononi mwangu. Uliapa kunilinda na kunienzi. Lakini sasa unatamini. Ndiyo nishafanya. Na lengo langu lilikuwa ni kumua kabisa, apotee kwenye huu ulimwengu. Msinichoshe mimi. Nakumbuka tulipoanza safari yetu. Lakini sasa kila kitu kimebadilika kabisa. Nilikupa moyo ukachagua kazi. Anajiamini nini huyu? Mwanangu, umesikia maneno anayosema? Nilikwambia mkeo ni jeuri. Leo umejionea mwenyewe. Bado utakaa upande wake? Mikononi mwangu. Uliapa kunilinda na kunienzi. Lakini sasa unatamini tu mapenzi ya shawasha moto kuzi kujanywe maji yangu. Hapa naumia kwa hofu ya upendo. Simu yako ndio mpenzi wako sasa. Ina maana wewe sasa hivi umeshakuwa na kiburi, si ndio? Yaani unafanya vitu vya kipumbavu tena mbele ya mamaangu. Amekukosea kitu gani ule? Sasa nisikilize. Kila siku naongea na wewe kwa mdomo, leo nataka nikuonyesha. Sasa naomba nisikilize kwa makini, sawa? Ule pumbavu ambao umeufanya pale, ukija kisubutu tena kurejea kufanya ule ujinga, nitakuja kukufanya kitu kibao tokao kamili maisha yako yote. Yaani ule mwanamke wa aina gani? Yaani unaanzaje kuchukua kondomu ambayo imetumika huko nje, alafu unakuja kumwekea mama kwenye chakula? Hiyo ni nidhamu ya wapi? Mwangalie vile sura yake. Mama, naomba unisamehe sana. Lakini pia naomba msamehe mke wangu. Inawezekana kile ambacho alichokifanya amekifanya kwa bahati mbaya tu, sio kwa makusudi. Mwanangu, ona sasa. Nilikwambia huyu mwanamke si mwanamke mwenye maadili. Kila siku mundani kunizalilisha. Pole sana mama. Ila nakuahidi kuanzia sasa nitakuwa makini sana. Na nitakuwa na wewe bega kwa bega. Nitajitahidi nifanye kila kinachowezekana ili haya ambayo yametokea yasije kajirudia tena. Mwanangu, wewe sio mwenye makosa. Mwenye makosa ni yeye ambaye hajafundwa kwao. Halafu kuna kitu nataka nikuulize. Hivi umejiuliza kwamba hii kondomu imefuata nini mundani? Hapana, bado sijajiuliza. Hivi mwanangu, kwani kwa mzembe kiasi hiko? Kondomu inaingia ndani ya nyumba yako, alafu bado unakaa kimya?
Tena kondomu iliyotumika, kazi ya kondomu ni moja tu. Mkeo ametoka huko kwenye mambo yake, ameona haitoshi, ameona kutuletea humu ndani kondomu ili atuhakikishie kwamba ule mchezo kaufanya. Usichoelewa hapo nini? Unaenda wapi? Subiri hasira zake ziishe na za kwako zitulie, ili mradi mukae mwelewane, na sio kwenda sasa hivi akiwa na hasira. Msi mkaribiana siku huko saa hizi, na mimi sitaki ugomvi. Hivi mama, kwani kuna kitu gani ambacho mimi nimemkosea mke wangu mpaka naamua kunisaliti kiasi hiki? Mbona jaribu kumpatia kila kitu, nampenda, sija hata siku moja kumsaliti. Kwa nini lakini ananifanya ujinga kama huu? Utambui ni ujinga wako na sio kosa lako. Umezidi kuwa mnyonge na mpole na kumdekeza huyo mkeo, na ndio maana anafanya chochote ndani ya hii nyumba. Wewe hauna ulichomkosea. Kosa lako umekosea kuoa mwanamke ambaye hana maadili. Nilikupa moyo ukachagua kazi, kitanda chetu kimejaa upweke wazi, na kuona lakini haupo kwangu. Ndoto zimekufa mikononi mwangu. Uliapa kunilinda na kunienzi, lakini sasa unaweza kuniambia ile kondomu ambayo imeonekana jana kwenye chakula cha mama umepata wapi? Naomba tusianze siku yetu vibaya. Wahi tu kazini mume wangu. Unaongea nini wewe? Hautaki siku yetu ianze vibaya wakati mimi nakuuliza swala la msingi. Sikia, naomba uniambie ile kondomu imefuata nini na umeitoa wapi? Sasa unaniuliza mimi ili iweje? Mimi sijui chochote kuhusiana na ile kondomu. Labda uende ukamuulize mama yako, kwa sababu yeye ndo kaikuta kwenye chakula chake. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mamangu mimi ni malaya, si ndio? Ametoka hapa, ameenda kutafuta wanaume huko nje, akafanya nao mambo yake ambayo yeye anayajua. Baada ya hapo akaichukua ile kondomu akaja kujekia kwenye chakula chake ili mradi apate madhara. Si ndio maana yako? Mimi sijasema hivyo, lakini pia inawezekana. Nilikupa moyo ukachagua kazi. Hata kama ukinipiga, haiwezi kubadilisha chochote. Mama yako ananichukia. Ndio maana anafanya kila njama ili kutugombanisha mimi na wewe. Wewe acha kumsingizia mamangu vitu vya kipumbavu. Yaani umalaya unaenda kufanya wewe, alafu unaleta kondomu ndani, baada ya hapo unamsingizia mamangu. Hivi unanifanya mimi sina akili, si ndio? Leti kama mamangu angekuwa kutaki wewe, angeniruhusu mimi nikuoe. Mpaka akaniruhusu mimi nikuoe, ina maana kwamba hii ndio anaitaka na wewe pia nakupenda. Sasa acha kumsingizia mamangu vitu vya kijinga. Yaani vitu umefanya wewe alafu unamsingizia mamangu. Hakuna jibu zaidi ya sijui. Na hata unipige hadi uniue, majibu yangu yatakuwa ni hayo hayo. Kwa hiyo unajifanya umekuwa, si ndio? Unanipanda kichwani. Sasa wewe sema hivyo hivyo kwamba haujui chochote kuhusiana na hiyo kondo. Mimi natoka naenda kazini, nikirudi wewe utanijua mimi ni nani. Pumbavu wewe. Nilikupa moyo ukachagua kazi, kitanda chetu kimejaa upweke wazi, na kuona lakini haupo kwangu. Ndoto zimekufa mikononi mwangu. Uliapa kunilinda na kunienzi, lakini sasa unatamini tu mapenzi ya skrini. Kila sekunde unatafuta namba mpya, wakati mimi hapa naumia kwa hofu na njaa ya upendo. Simu yako ndio mpenzi wako. Ina maana kijungu niliokuwa nasikia huko nje ni kweli? Kwa wewe unaishi na mwanamke ndani takribani wiki mbili?
ila hukuwahi kukaa siku hata moja na mimi. Kuondoka kwangu mwezi mmoja ndio hiyo sababu ya kunifanyia haya? Au umesahau mahusiano yetu yana muda gani? Umesahau? Nakushukuru, nimejifunza. Asante. Ina maana Kijungu, mimi kuhangaika kote kule kutafuta hela ili nikupatie ufanye maendeleo yenyewe ndo haya? Ona Kijungu, umepanga chumba kibovu. Akati nilikuwa nakutumia pesa nyingi. Ulikuwa unafanyia nini? Au ndio upumbavu? Tamu. Naomba kuanzia sasa hivi ninavyozungumza, naomba ukusanye kila kilichokuwa cha kwako. Naomba urudi kwenu mkoani. Full stop. Unasemaje wewe? Eti niende mkoani? Hapa siendi mkoani mpaka nijue moja. Wewe. Hebu rudi kwanza. Haya, kulikoni uko ulipotoka? Shangazi, huwezi amini, nimetoka nyumbani kwa Kijungu. Nimemkuta na mwanamke, inapoonekana umetoka kumaliza kufanya mapenzi sasa hivi. Pole sana. Lakini namshukuru sana Mungu kwa kusikia kilio changu. Wewe si nilikwambia wewe? Huyo mwanaume sio mtu, anakuchezea, ukaendelea kumng'ang'ania. Sasa leo umejionea kwa macho yako. Ila nakwambia anti, kuanzia leo mimi na yeye basi sitaki hata kumwona kwenye maisha yangu. Wewe sema hivyo tu. Alafu akishakuja kukuombaomba msamaha vyake, wewe msamehe. Kwa kama Pilitoni, umenielewa? Nitakuja nikufukuze humu ndani, uende huko ukakishi kwa mwanaume wako. Sidhani kama itakuja kutokea hiyo siku. Yaani mimi nimsamehe. Hata aje analia machozi ya damu siwezi. Maneno ya wahenga. Nenda ndani kaendelee kulia huko. Uni wakati wa anunia anune ni matia na shida ya mwingine, simwachi mpenzi wangu. Sina shida ya mwingine, siachi mpenzi wangu. Sina shida ya mwingine, simwachi mpenzi. Hivi we mama, ni kitu gani kikubwa ambacho nimekufanyia kiasi cha kwamba unanichukia kama mimi ndo Israeli mtoa roho yako? Au unapata faida gani unavyoona mimi na mtoto wako tunagombana? Na kama ulikuwa hutaki mtoto wako anioe, basi ungemkataza, kila mtu akafanya mambo yake. Umejitahidi kuja kunifuata, ila ninashukuru Mungu kwa kuja leo kwangu mimi kuongea na mimi, maana nilikuwa nakutafuta sana. Hivi wewe unavyojiangalia unaanza kuolewa katika nyumba hii? Masikini mkubwa wewe kabisa. Nasherekea mwanangu akuwe mtu kama wewe. Una kichaa tena. Sikia nikwambie, mimi wewe sikupendi, na kaa ujue ninakuchukia. Na kama umefuata mali, utuambulia chochote,
utabaki na umaskini wako, na hii nyumba utaondoka vile ninavyotaka mimi. Ukitaka kukaa utakaa kwa kutaka mumeo, lakini nikitaka mimi ukae mundani na utokaa, maana sikupendi. Sijawahi kuona mama wa ajabu kama wewe. Nilidhani nimepata mama ambaye anajiheshimu, lakini kumbe ni mwehu tu. Mtoto wako alinioa mwenyewe kwa upendo wake, sijamlazimisha. Alafu niolewe kwa kufuata mali. Kwa mali zipi? Mali zipi ulizonazo? Na nitakula sahani moja na wewe. Kamwe hutaweza kuniachanisha ndoa yangu mimi na mume wangu, hata kama mtoto wako akiwa upande wako, ila naamini ipo siku atakuja kujua maovu yako, na nina wasiwasi sana na wewe. Inaweza ikawa hata huyo Sarungi sio mtoto wako kumzaa. Niache huko, hebu niache. Na kuheshimu sana wewe mama, ile huko unapoelekea tutakuwa paka na panya. Na iwe hivyo. Kitoto wewe mdogo, nimemzaa mwanangu mtu mzima, sikusa mtoto mdogo hivi. Na kuweza kabisa tena kutoa hata mwezi bado wewe. Nashindana na watu wazima, shindana na watoto. Mke wangu, hivi ulienda kumsikiliza Mama Joni? Nilienda. Mwanangu, sasa nilikwambia mke wako malaya. Katika pitapita zangu ku nimeona bora nikununulie kinga leo, hii ukilala na huyu mwanamke ujikinge. Hii mwanangu ndio ile kinga nalokuambia. Utumie ukiwa na mkeo, maana yule ameasilika. Ana ukimwi yule. Shika. Shika. Shika mwanangu. Kaasilika. Hivi we mama, unanichukuliaje mimi? Na kwa nini unaongea maneno machafu namna hii mbele ya mume wangu? Wamama wote duniani wanakuwa na busara na hekima, hasa kwenye ndoa za watoto wao. Unarudi ukiwa umelewa, alafu unaongea maneno machafu mbele ya mtoto wako. Unataka mtoto wako ajisikiaje? Chala, mnyamaza basi. Kumbuka huyu ni mama yangu, sawa? Na siku zote mkubwa huaga hakosei. Inawezekana hicho ambacho anachokizungumza mama yangu kina ukweli ndani yake, kwa sababu mlevi huaga haongei uongo hata siku moja. Anachokizungumza kinakuwa kina ukweli mtupu ndani yake. Unaungana na mama yako pamoja na maneno machafu yote aliyoyasema. Alafu kabla ya kuniwa mimi na wewe tulipima, ulinikuta na wewe HIV. Unazungumza masuala ya kupima?
Ni muda gani tangia mimi na wewe tuoane hapa umepita? Inawezekana hapa katikati wewe umetoka na mwanaume umeenda kutafuta wanaume zako, kwa maana amekupatia hiyo HIV. Na ndio maana unaletea kondomu ambazo zimetumika ndani kwangu. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Ikifika kesho asubuhi, mguu wangu moja kwa moja mpaka hospitali, tunakwenda kupima kwanza. Siendi hospitali yoyote. Kama huko kupima, utaenda wewe na huyo mama yako. Wewe unaongea nini wewe? Unaona mwanangu? Waasilika ndo anakuwa kama hivyo. Wajuli. Ukaasilika huyu. Nafikiri uongo. Nikongopea nini mwanangu? Mimi siwezi kuongopea. Kameasilika kale. Sorry. Lakini mama, kwa nini unakuwa na tabia kama hii? Hata siku moja sijawahi kukuona ukiwa umelewa. Leo ndo mara ya kwanza. Kwa nini unafanya pumbavu kama huu? Tunazalilishana mchana wote huu. Mwanangu, najiliwaza na maneno machafu wa huyu binti aliowasilika. Ana maneno machafu hapa nyumbani. Lakini waasilika ndo wakuaga hivi mwanangu. Chana naye. Wewe nivumilie, mimi mama yako. Chana naye. Takutafutia mwanamke mzuri. Chana naye. Sasa usichokielewa hapo nini? Si urudi tu mkoani. Mbona unapenda yani unapenda malumbano tu wewe, shida nini bana? Hivi kumbe una kichae? Yaani nirudi mkoani ili wewe uendelee kufanya huo malaya wako? Yaani nafanya kazi usiku na mchana. Na nusu ya mshahara wangu nakutumia wewe. Lakini hauna unachokifanya, ni ujinga mtupu. Alafu hata hiyo biashara ulioniambia utaifanya, kumbe uko unanidanganya tu. Bana, hebu fanya nilichokuelekeza basi. Mimi sipendi tubishane kila muda hapo unajua. Mungu wangu. Amana wewe na mimba. Mke wangu, yaani siku ya leo nimekumisi sana. Ningeomba kama tujalala basi tungeweza kuenjoy pamoja kwanza. Umemisi vipi mtu ambaye ameathirika? Subiri kesho tukapime, tukirudi tutafanya. Sikia, hayo ni mambo madogo tu. Zile kondomu ambazo nimekuja nazo mama, hizi hapa. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunaweza tukazitumia. Baada ya hapo kesho tukaenda tukapima, kwani tatizo liko wapi hapo? Unajielewa kweli wewe? Yaani mimi nitumie kinga kufanya mapenzi na mume wangu? Utakuwa umechanganyikiwa, sio bure. Chala, hebu usitaki kunipanda kichwani sasa hivi. Nimetoka sebuleni huko na furaha zangu kabisa. Nimekuja hapa ni enjoy mimi na wewe. Acha kuniwekea vipingamizi ambavyo havieleweki. Kama swala la kupima tutaenda kupima kesho. Leo kinga hii hapo, unataka tena kitu gani hapo? Hebu tafadhali naomba usitaki kuharibu hii furaha ambayo mimi niko nayo sasa hivi. Sikukatazi kumsikiliza mama yako. Ila wewe ni mume, una maamuzi yako pia. Na ukiendelea kumsikiliza mama yako, akafanikisha hivyo anavyovifanya, utakosa kumlaumu baadaye. Usiku mwema.
miaka sasa Kwa nini unatumia mimi vibaya? Au ni kwamba unaharibu pesa ovyo? Au unafikiria hii pasi ni kama kwenu kijijini ya mkaa si ndio? Lakini unaona ninachokifanya mama? Na pasi nguo za mume wangu. Na kila siku huwa nafanya hivi. Kabla ya kwenda kazini, ni lazima nimpasie. Sasa hapo kosa langu liko wapi? Kama ni mke na unampenda mumeo, basi ungemhurumia na sio kutumia pesa ovyo. Hujui kwamba unazidisha bili mwisho wa mwezi? Nenda katafute pasi za mkaa huko nje na uje kumpasia mumeo na sio kumaliza umeme ovyo. Hiyo pasi ya mkaa mimi naitolea wapi? Mbona kisilani sana we mama? Hata huko kijijini unapopaongelea, hizo pasi za mkaa hazipo. Hayo ni mambo ya zamani, sio kwa sasa hivi. Utajua unazitoa wapi. Kama umhurumii mume wako, basi mimi namhurumia mwanangu. Nilikuwa nakupenda sana mama yangu, ila kwa sasa hivi nakuchukia sana. Yaani natamani uondoke hata kwenye hii nyumba. Wewe unataka uondoke aende wapi? Hivi Chala, bila uwepo mama yangu hapa duniani, wewe ungenijua mimi? Ni mara ngapi nakwambia sitaki umpinge mama yangu kwa kitu chochote kile. Chochote kile anachokuambia wewe unatakiwa umfuate, kwa sababu hawezi kukuambia kitu ambacho hakina faida kwako. Kama hapa nakukataza masuala ya umeme, unatumia umeme mwingi, hela inazidi kuwa kubwa, wewe unashinda kumsikiliza. Kwa nini unafanya vitu kama hivyo? Mimi ni mkeo. Na mamlaka yangu humu ndani kama mke. Sio muda wote nakuwa napelekeshwa na huyu mama yako. Kuna muda najiuliza, mama yako ndo amenioa au nimeolewa na wewe? Wewe chunga hizo koli zako unavyozungumza, sawa? Alafu tambua hapo unazungumza na nani. Sio tu unaongea maneno yako kipumbavu. Na kitu kingine, huyu ni mama yangu, tena mama yangu mzazi, na nampenda kuliko ambavyo wewe unavyofikiria. Kwa hiyo kitu chochote kile ambacho atakachokuelekeza unatakiwa ukifuate. Sasa ole wako ni kuona unampinga tena. Mpumbavu mkubwa wewe. Mimi naweza kwenda kazini bila hata zinguo kupigwa pasi, na hakuna mtu yote yule ambaye anaweza kaniuliza kitu chochote kile. Sikia wewe binti, umekuja kuolewa. Hii nyumba utaondoka. Uchawi wako utaufanyia kijijini kwenu na sio hapa. Wewe wenzio wakigonga mlango wanasimama huko pembeni, wewe umekuja umesimama katikati ya mlango, unataka kutuchungulia au? Samahani sana mama. Shikamoo. Hivi mimi na yeye nani anatakiwa kumwamkia mwenzie? Mtu mzima ovyo kama wewe, uone aibu kusimama hapo kuniamkia mimi? Mimi si natakiwa nikuamkie wewe? Haya, mtoto 2000 kama mimi unaniambia shikamoo, unataka kuninyima nini? Alafu sikia, naomba uondoke, maana kilichokuleta hapa nakijua. Basi naomba unisamehe sana mama yangu.
ila mimi nilikuwa nakuomba uniitie nizungumze naye, kwa sababu na mazungumzo naye ya muhimu sana. Alafu mimi nafikiri unajua ni kiasi gani ambacho mimi nampenda binti yako. Nakuomba mamangu, naomba niitie nizungumze naye. Lo. Uone taya wewe? Sikiza nikwambie. Naomba uondoke na usirudi tena hapa kukanyaga kwenye mlango wangu. Umenielewa? Naomba uondoke na usije ukakanyaga tena hapa kwenye mlango wangu, la sivyo utanijua mimi nani, mshenzi mkubwa wewe. Sokoni. Utakula nini leo? Umepanga kuniwekea nini leo kwenye chakula? Hata kunitilia sumu ili nife. Mama, kuna muda wewe unajaribu kuelewana na mimi. Sio muda wote tu tunajibizana tu kwa kupigizana kelele. Saskia, naomba enda kalale. Na sokoni naenda mimi. Nataka nirudi nimpikie chakula kizuri mwanangu. Apumzike kula vyakula vyako visivyoeleweka. Basi sawa. Usinihesabie kwenye iko chakula. Mimi nitaenda zangu kununua chips nitakula. Tajua mwenyewe. Najua tu umetoka kuomba msamaha kwa huyo malaya wako, ila mwenzio nina mimi. Wewe, ina maana ile ilikuwa ni mimba kweli au? Kwani sisi tulikuwa tunafanya uongo? Na nikupe tu taarifa, hii mimba siitoi, kwa sababu naona kabisa huko ndo tunakuelekea. Kwanza kanitafutie chakula, maana mimi nahisi njaa. Tam, please nakuomba, hebu fanya maamuzi basi ya kuweza kurudi nyumbani kwenu. Kaendelee kufanya kazi zako. Yaani issue ni kwamba mimi Tam, nitawezaje kuilea hiyo mimba? Hapa nilipo wenyewe kuna mambo kibaya yananichanganya kichwani. Yaani sina chochote, yaani sijiwezi kwa chochote. Alafu unaniletea mzigo kama huo, unaniambia una mimba. Tam, naomba ufanye maamuzi ya kurudi nyumbani kwenu. Mimi nilipo hapa sina hata kazi, yaani sina hata kazi, mazingira yangu ovyo. Mimba yako nirudi nyumbani katese watu? Na hiyo kazi mimi naifanya vipi na hii mimba? Labda nikupe tu taarifa, mimi kazi nishaacha na nishampigia bosi atafute tu mtu mwingine. Wewe unataka kuniambia hata kazi pia umeacha? Yaani unaanzaje kuacha kazi kizembe hivyo? Tam, hebu acha masiara basi. Kuwa serious, unajua hiyo ni mimba, alafu acha masiara. Hebu rudi mkoani kwenu. Bana, kanitafutie chakula.
Mimi nipo ndani. Nina njaa sana. Hata mwanao huyu ana njaa pia. Mama, ina maana leo mundani hamjapikwa? Yaani mwacha mkeo ndani kuja kuniza mimi? Ndio navyokuambia mimi nitapika au? Chala! Chala! Be! Wenzako wana wake wa kueleweka, wewe unaoa machangudoa, atakupikia kweli? Watakuwa na njaa. Kwa hiyo hichi ndo chakula ambacho umeniambia niandalie, si ndio? Mama, chakula alichomwandalia mume wangu kiko wapi? We binti koma. Tena akili zako zikae sawa. Mimi ndo kumpikia mwanangu na sio wewe? Hivi una akili timamu kweli? Huyo mumeo atakao umpikie na sio mimi. Hizo adabu za wapi? Ndio kwani nimefundishwa hivyo? Kwamba mama mkwe aje ampikie mume wako wewe. Au hujafundwa wewe? Lakini mama, wewe ndio ulisema kuwa niache kupika, unataka umpikie mwanao chakula kizuri. Sasa mbona unanibadilikia? Yaani niingie jikoni nianze kumpikia mume wako wewe ambaye ni mwanangu mimi, wakati wewe upo? Wewe binti una akili kweli? Tena ni mzima wa afya, wala hata umwi. Afu mimi nitoke huko nimpikie mwanangu? Sifanyi kazi hiyo. Hivi Chala, kwa nini kila siku unataka tu tugombane huko ndani? Lakini mume wangu, haya sio makosa yangu. Nyamaza wewe. Sio makosa yako, ni makosa ya nani? Ina maana kwamba unataka kumsingizia mamangu kwenye ujinga ambao umeufanya? Wewe haujui majukumu yako. Kwa hiyo wewe unataka mamangu mimi ndo naendelea chakula. Hivyo una akili kweli? Kwa mimi naona nimekuwa hapa kwa lengo gani? Kila siku unataka mimi nione mamangu ni mbaya, kumbe wewe ndo mbaya. Mwangalie vile alivyo. Naomba nisamee mume wangu, nakiri kweli nimekosea. Kwa hiyo msamaha wako wewe utanisaidia mimi kushiba? Au utanisaidia mimi msamaha wako mimi kupata chakula? Hivi mbona unashindwa kujielewa? Lakini wewe nisikilize wewe. Kama hii ndoa imekushinda, nitakupa talaka yako, rudi kijijini huko. Wapo wanawake kibao ambao wanahitaji ndoa. Siwezi kukaa na mwanamke mpumbavu kama wewe. Yaani kila siku tu ndani tunagombana, tunakosa amani. Basi naomba nipe nusu saa nikikuandalia chakula haraka haraka. Sihitaji chakula chako. Andae nusu saa yako ule mwenyewe. Pumbavu mmoja wewe. Nenda kula ninapopajua mimi.
talaka nginja nginja, talaka nginja nginja, na vyombo vyako kichwani, talaka nginja nginja, na vyote lako mgongoni, talaka nginja nginja, talaka nginja nginja, talaka nginja nginja. Talaka nginja nginja, talaka nginja. Oh, mambo Jina. Poa. Mbona unaonekana kama uko sawa? Kuna shida? Niko sawa. Hapana Jina, sijakuzoea hivyo. Kuna shida gani? Mimi kwenye akili yangu najua ni mtu mwelewa sana, hivyo nakwambia niko sawa. Nimekutana na Jina, anaonekana yuko sawa kabisa. Kwani kipi kimetokea? Ni kweli mwanangu, Jina mimi kanifumania, tena kanifumania na Tamu. Yaani mwanangu, mimi mwenyewe hapa nilipo nimechanganyikiwa sana, kwa sababu mpaka sasa hivi ninavyoongea hapa Tamu ana mimba yangu. Yaani nimepagawa, sijui hata ni kitu gani nifanye. Kwa mwanangu, kuwachanganya mambo wewe. Hapana, umezidi. Ila pole sana. Na kwa hiyo inakuwaje sasa? Una mpango gani? Kiukweli mimi mpaka sasa hivi mimi sielewi ni kitu gani ambacho nifanye. Lakini mimi kumwacha Jina siwezi. Ni mwanamke ambaye nampenda sana. Nafikiri wewe mwenyewe unalijua hilo. Ila plani ambayo mimi naiplani kwa sasa hivi kichwani kwangu ni kuangalia ni namna gani namrudisha Tamu mkoani kwao. Lakini pia nitahakikisha ile mimba ya Tamu inatoka kwenye tumbo lake. Sawa. Ila kuwa makini sana ndugu yangu. Usije ukafuta 0 na ukaandika 0. Nikimaanisha usije kuongeza matatizo zaidi ya ulionayo. Sawa, nipo makini sana. Sawa. Hakuna neno.